Mheshimiwa Augustine Garobast Mwarija, jaji na mmeidi wa mahakama ya rufani. Mheshimiwa Dr. Mstaafu Mohamed Siani, jaji kiongozi wa mahakama kuu ya Tanzania. Mheshimiwa majaji viongozi wa divisheni za mahakama kuu. Mheshimiwa majaji wa mahakama kuu mliopo. Mheshimiwa Paua Muhina Mwaimu, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Mheshimiwa Jaji Richard Malima Kibera. Ndugu Samuel Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Profesa Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama. Mheshimiwa Eva Kiaki Inkia, msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania. Ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Bibiana Joseph Kileo, naibu mkurugenzi wa mashtaka. Ndugu Alice Mturo, naibu wakili mkuu wa serikali. Mheshimiwa George Herbert, msajili wa mahakama ya rufani. Mheshimiwa Chiganga Tegwa, msajili wa mahakama kuu ya Tanzania. Mheshimiwa Boniface Mwabukusi, rais wa Tanganyika Law Society. Wajumbe wa Baraza la Elimu ya Sheria mliopo. Mkuu wa shule ya sheria kwa vitendo Tanzania. Mheshimiwa naibu wasajili, watendaji wa mahakama, viongozi mbalimbali mliopo. Watumishi wote wa ngazi mbalimbali serikalini mliopo. Ndugu mawakili wapya, wanahabari, wazazi, walezi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Karibuni sana katika tukio hili. Ni tukio muhimu sana, ndio maana hata ukumbi huu umejaa na wengine wako huku juu. Ningeanza kwa niaba yenu kwa mara nyingine tena kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa hii ya uhai kwa rehema na fadhili zake, lakini pia hata kwa kutukusanya hapa kwa hili tukio. Si rahisi. Mmoja wenu amefariki, hakuweza kupata nafasi hii. Kwa hiyo tunapofiki katika hatua kama hii, tuna kila sababu za kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na tunamshukuru pia kwamba wengine mlisafiri kutoka mbali sana, katika pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmesafiri, mko hapa kwa salama. Tuendelee kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninawapongeza ninyi ambao leo mmekubaliwa kuwa mawakili wa kujitegemea. Miongoni mwenu wako watumishi wa mahakama, majaji na mahakimu na makarani. Lakini miongoni mwenu pia wako watumishi wa umma katika taasisi mbalimbali za serikali. Ninyi mtabaki kuendelea na utumishi wenu na mkiishi maadili haya ya utumishi wa umma, na pale mtakapotaka kuondoka mtalazimika tena kuomba sasa certificate ya kutekeleza majukumu ya mawakili wanaojitegemea ambao sio watumishi wa umma. Hivyo vyeti ambavyo nimewatunuku leo vinaeleza hivyo. Na kwa wale ambao mnaenda kwenye kupractice, tumepokea ushauri mzuri sana wa kufunda kutoka kwa rais wa Tanganyika Law Society. Na mimi nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Boniface Mwabukusi kwa ushauri huu muhimu sana. Amewafunda vizuri. Yazingatieni aliyowaasa. Ushauri ule ni wa muhimu sana katika maisha yenu. Baraka zote zimejengwa hapo. Mtu atakaye afodi kumpuuza mnyonge na kumnyanyasa, akachukua rushwa,
kwa kucompromise haki na maslahi ya mteja wake mnyonge, huyo Mungu atamwadhibu. Hawezi kufanikiwa. Na wakili miongoni mwenu ambaye hatambui umuhimu wa uzalendo kwa taifa hili ni kama hayupo. Kwa sababu fursa yako ya kufanya practice ya legal practice ni katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio kwingineko. Na fursa hizo ziko za kutosha. Miongoni mwenu huwa wanateuliwa pia majaji. Na miongoni mwenu huwa wanateuliwa watu wengine wa kushika nyadhifa mbalimbali katika utumishi wa umma. Na nimpongeze pia Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwa ushauri, kwa malezi haya kuwafunda ishini. Kwa mara mrefu sasa, kwa muda mrefu sasa, mimi nikiwa wakati huo nikiwa wakili namba moja kwanza, namba 2 Deputy Attorney General, and then wakili namba 1 Mwanasheria Mkuu wa Serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara 2. Kwa mara ya kwanza leo naona hotuba za kujenga kutoka kwenye Tanganyika Law Society na kutoka kwa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa utamaduni wetu. Leo ni tukio muhimu la kuwafunda hawa vijana, kuwafunda hawa mawakili ambao wanakuwa admitted kwenye role ya advocates. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa, na wanaoongea walipokuwa wanaongea hawa viongozi wana address zile changamoto zilizoko miongoni mwetu. Kwa hiyo niwashukuru sana Rais Mwabukusi. Tukio langu la kwanza tarehe 3 mwezi wa 7 la kuadmit hao mawakili, wewe ulikuwa na udhuru hukuwepo. Ninakushukuru sana, umeungana na mimi kuwashauri hawa mawakili kama na mimi nilivyoshauri siku ile. Nikasema ninyi ni wazaliwa wa kwanza, na wazaliwa wa kwanza katika jamii zote duniani huwa ni watu so much special. Sasa na ninyi mnakuwa wazaliwa wa pili, lakini mkiwa wengi hata kwa kuvunja rekodi. Ombi langu kwa Mwenyezi Mungu ni hili, kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki katika maisha yenu, katika utumishi wenu na shughuli zenu za kutetea haki. Mkifanya hivyo mtafanikiwa sana. Na exactly alichosema Rais Mwabukusi ni kweli. Mungu ni mwanasheria, na yeye ni wa utawala wa sheria, na utawala wake ule unaongozwa na katiba, na katiba ile ina ibara 2: kumpenda Mungu, kumfanya wa kwanza katika maisha yako yote, lakini na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Lakini hiyo katiba yenye ibara 2 ina hizo pia principal legislations 10. Kwa hiyo ukisoma kile kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 20, Kutoka sura 20, unazipata hizo principal legislation ziko 10. Na Kutoka sura ya 21 mpaka 23 pale kuna subsidiary legislation, zile sheria ndogo zinazotafasiri sheria ndogo. So gonna live by these laws, you will succeed in your life. Mheshimiwa Mwabukusi amesitiza sana kuhusu hii ya kuwajali maskini, wanyonge, muwe na huruma. Hapo mtakuwa mnatekeleza amri ya 2, kumpenda jirani yako kama nafsi yako, ambayo ndiyo ibara ya 2 katika zile ibara 2 katika hotuba ya Mungu, katika ile katiba ya Mungu ambayo ni katiba ya upendo. Sasa kwa majukumu haya ambayo mnayo, na nimeona moyo utayari wa serikali kupitia ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuendelea kushirikiana na Tanganyika Law Society, na ikizingatiwa pia kwamba Mwanasheria Mkuu wa Serikali ndio advocate namba 1. Endeleeni kuzingatia fursa hizi mnazopewa na serikali kujenga mahusiano mazuri na serikali katika kutetea maslahi ya taifa hili, ikiwa ni pamoja na kwenye majadiliano ya mikataba kama ilivyokuwa nasema Rais Mwabukusi pale. Tunataka brain
Tunataka brain zenu zitumike. Wale sisi huku serikalini hatuwezi kujifanya kwamba tuna akili kuliko wote. Tuna mashughuli ya mikataba, kuna mashughuli sijua vitu gani na vitu gani na vitu gani. You have got a role to play, and it's so much pivotal, not so much literal, pivotal. Lakini utashirikishwa kama unaonekana pia kwamba una akili nzuri. Lakini viongozi hawa wamewaasa vizuri kwa hotuba ya Mheshimiwa Mwabukusi na hotuba ya Mheshimiwa Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Nadhani mmeweza kutambua hivi kuwa na akili nzuri ni kuwa mtu wa aina gani. Sasa mimi nichukue nafasi hii kuwaasa kwamba kama mtataka na kuendelea kuwa watu wenye akili nzuri kama mawakili, moja, mtapaswa kuwa sensitive to justice. Muiwe kuona haki inatendeka na ninyi wenyewe mtende haki. La pili, mnapaswa kuwa waadilifu, persons of integrity. Uadilifu huko kwa maana mbili. Moja, kuzingatia katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zikiwemo na zile sheria zinazogovern utumishi wenu wa wakili, yani sheria ya mawakili na kanuni za maadili zinazotungwa na hiyo sheria. Lakini kuzingatia maadili na mila za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, mtapaswa kuwa watu mnaomudu majukumu yenu kwa ufanisi ipasavyo. Competent. You have gonna be competent. Viongozi hawa wamewawasa namna gani mnaweza kuwa so much competent for taking seriously continuing education. Sio mnaridhika tu na hizo statutes mlizonazo. Jurisprudence inabadilika mapema sana. Mtapaswa kusoma na hata yanayotokea nje ya mipaka ya taifa hili. Mjue, what is law after all? What makes a lawyer? Vyuo vikuu tunachofundishwa, alitufundisha hivyo Professor Shivi. Mimi nikiwa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alisema hivi, hapa chuoni hatuwafundishi sheria, ila tunawafundisha namna na how and where to find the law. Namna ya kupata sheria na wapi pa kuzipata hizo sheria. Ndio maana pale kuna somo linaloitwa legal research mnafundishwa. Lakini kitu kingine unachokuja kukigundua kwenye hii what makes a lawyer ni uwezo wako wa kutafasiri sheria hizo, lakini na kuzitoa hizi tafasiri ulizozitoa kwa watu wengine wasiojua sheria au wanaojua sheria, iwe ni mahakamani, iwe ni kwa mteja wako. Na ndio maana kuna somo linaitwa communication skill. Na pale utaona kwamba hata punctuation mark it matters a lot. A simple punctuation mark, it is misplacement kwenye sentence inaathiri maana iliyokusudiwa. Kwa hiyo sio lazima usome international law ndio ujifunze mambo mengine yanayotokea duniani. Provided you have got a client who needs your service, will be able to provide that legal service competitively. Kana kwamba ni mtu aliyesoma hizo international law. So swala la competence ni muhimu sana. And on my side I have been so much keen on this one. Even when I was practicing as a judge of the High Court here, those who were entering appearance before me, they so much know about me. Now, kiongozi wa Law School of Tanzania, I think you're gonna be so much keen on this one. Nani mnakaa pale mnawakamata watu mnawakamata as if there is something so much special about this one? Nimeshawaambia what makes a lawyer. Ndivyo hivyo vitu viwili. Nothing else.
Haya mambo mengine unakuja kuyajua unapoenda kwenye practice. And on a serious note, I would like to advise the Law School of Tanzania to have a practical-oriented training programs rather than this so much theoretical. Kwenye theory ndipo unakamata watu wengi, lakini sio kwenye practical. Tunataka vijana wote wanao graduate. Tulikuwa na chuo kikuu kimoja Tanzania, University of Dar es Salaam, iliyokuwa inatoa elimu ya sheria. Right now tuna vyuo vingapi vinavyotoa kozi za sheria, shahada za sheria? Wanao graduate ni wangapi vis-a-vis uwezo wenu wa kudahili wanafunzi pale? Utakuta kwamba idadi ni kubwa, uwezo wenu ni mdogo. Hawa watu wamewekewa sharti ili watambulike kama wanasheria, wajiajiri au wajiajiriwe, lazima wawe na hiyo elimu. Postgraduate diploma ya sheria. Sisi serikalini tunachukua hatua. Tunataka kila mhitimu wa shahada ya sheria apate access ya kusoma hicho chuo, kusudi ije msaidie na yeye ama kujiajiri au kuajiriwa. Nilipokuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, niliweka kwenye mswada Written Laws Miscellaneous Amendment kwamba wanasheria wanaoenda kusoma ile diploma ya sheria pale Law School of Tanzania nao waweze kuaccess mkopo. Imekaa humo wewe bado imo wao wameshaitoa. Why this? Hatuwezi kuafford kuwa na tabia ina hiyo. Hawa watu watafanyaje? Wao wanaenda kusoma vyuo vikuu kwa mikopo. Na ili waweze kupractice wanapaswa wao wamesoma Law School of Tanzania. Mikopo hawana. Sasa wataendaje pale kusoma? Well, tumeshachukua hatua. Ndani ya Wizara ya Katiba na Sheria. This problem I think gonna be solved one of these days. Mheshimiwa Waziri angekuepo hapa angelisema hili. It is either to scrap Law School of Tanzania altogether, ibaki kuwa permanent secretariat ya Council of Legal Education. Hii training is mainstreamed kwenye hivyo vyuo vya nyuu. That is it. Otherwise, serikali lazima itoe mkopo kwa kila mwanafunzi ili aweze kuaccess ile kitu. Now, this is so much important kwa sababu after all, hata ukisoma ile dira ya maendeleo miaka 20, msingi mkuu unazungumza juu ya utawala, amani, haki. What is this here? Utawala, amani, usalama na utulivu. Ukiwa na maeneo manne ya vipaumbele. Kipaumbele cha kwanza kikiwa utawala bora na haki. Kipaumbele cha pili kikiwa serikali za mitaa imara na zenye ufanisi. Kipaumbele cha tatu kikiwa ni utumishi wa umma unaowajibika, na kipaumbele cha nne kikiwa amani, usalama na utulivu. Lipo soko kubwa sana la hawa na sheria. So tunataka hawa wanao graduate waende wajiajiri, ama kama ni kwenye utumishi wa umma waende good. But sehemu kubwa naona wanaenda kujiajiri. Tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alipokuja kutuzindulia majengo haya makao makuu, aliridhia sera ya mahakama ya kuwa na mahakama ya mwanzo kila kata. Wenzetu wa jeshi la polisi tayari wapo kwenye hizo kata. Maana yake tutajenga mahakama za mwanzo kila kata. Na ndio maana unaona umuhimu wa ushauri wa Mheshimiwa Mwambukusi hapa kwamba ninyi tawanyikeni.
Right now mawakili wa kujitegemea na mawakili wa serikali wanaruhusiwa kwenda kwenye mahakama za mwanzo kama hakimu ni hakimu mkazi. Yaani hakimu ni ambaye ana shahada ya sheria. And I can assure you, kwa hii ambapo nafasi ya kipaumbele cha kwanza katika msingi mkuu wa dira ni utawala bora na haki, na hivi vitu vinaenda pamoja. Tunataka wanasheria wanao graduate wapate soko, wasiwe na sababu ya kuilalamikia serikali. Na kuna sheria itatungwa ya dhamana, the Bail Act, ambayo inaweka utaratibu, very comprehensive procedure, na sababu za kutoa dhamana au kuzinyima. Mwaka huo unaokuja hautaisha, hiyo sheria itakuwa in place. Na ikitokea ni hivyo na umewekwa utaratibu, kwa makosa yale ambayo machache hayana dhamana, itatakiwa kesi iwe imeanza kusikilizwa ndani ya kipindi cha miezi 6. La sivyo watu watapata dhamana. Ikitokea hivyo, maana yake ni kwamba right now kama mnavyofahamu kwenye mahakama za mwanzo, makosa yote ambayo ni tribe mbele ya mahakama za mwanzo, yote ni yale ambayo ni bearable, yanadhaminika. Maana yake ni kwamba kama milango ya dhamana itafunguka, kuna uwezekano mkubwa sana mahakama ile ya mwanzo kuongezewa majukumu mengine, ambako sasa ninyi mtakuwa mnaenda mna practice huko. Soko lipo. Hii habari ya kwenda kukaa tu Dar es Salaam hapa na Dodoma na miji mingine, kama Mheshimiwa Mambukusi amewatajia maeneo yale ambayo fursa ziko nyingi. Siku ile mimi niliwatajia Ifakara, na wazazi wakanishangilia sana pale, wanajua. Kwa hiyo niwaombe sana, jiandaeni, lakini tunataka watu ambao ni so much competent. Kwenye eneo hili huwezi kuacha sheria hapa. Sheria inahusika kila sehemu. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nakiona wakati ule unaokuja mbele yangu, kama nilivyokwisha kusema, nilikuwa nageuka kufundisha. Unauliza huyu mtu ametoka wapi? Halafu wale wanaokuja wanaomaliza shahada ya sheria wakaja wakawa legal officer kwenye law firms, wengi wao wanapoenda law school wana pass on the very first sitting. Wengi wao wana pass. So tunachokitaka ni practicals. Tuta mainstream hiyo, na Council of Legal Education ambao mimi jaji mkuu ndio mwenyekiti wake, ndio hata hiyo inayosimamia practical legal training, na ndio overall supervisor legal education katika vyuo vyetu. Hii tutaivalia njuga. Tunataka tutengeneze watu ambao ni so much competent, wakiamuka huko wanaenda mahakamani, wanaenda ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wanaenda ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wanaenda ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka inaitwa National Prosecution Service, wanaenda kwa kabidhi wa mkuu, wanaenda kila sehemu ambako wanaweza wakapata hivyo vitu. Na hii elimu itakuwa rahisi wanaosoma huko Sauti ya Tanzania, Sauti University, si ndio? St. Agnes University of Tanzania, walioko Mwanza, walioko Ifakara, walioko Linga, waliko kila sehemu, Dar es Salaam, Dodoma, watasoma huko. Walioko Tumaini Makumira, sijui Tumaini ya wapi, watasoma huko. Walioko kule Mbeya, watasoma huko Mzumbe ya Mbeya na Mzumbe ya Dar es Salaam na Mzumbe ya wapi? Ya Morogoro. Na muko Busia ya kule Moshi. So ile bindani. Tunataka kufanya hii kozi kama myth hivi na nini? See this. It is a practice which makes perfect. Practice ndio mnafanya mtu awe perfect. Ngoja niwaambieni, shuleni mimi sikuwa kilaza shuleni. Sikuwa kilaza. Lakini nimetoka pale chuoni, nenda kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pale, ninaajiriwa kwa wakili wa serikali.
Ndio nigundua kwamba kumbe kule shuleni kule ilikuwa ni matheory tu anaturundika vichwani humu yamejaa kichwani hakukuwa na kitu. Lakini nilianza kupractice ndio nikajua. Sasa sisi tumekazania makaratasi ya wapi? Kwa hiyo that is it. Mimi nadhani hili nimelisema linaudhi. Sometimes sisi kama wazazi na viongozi tunapata malalamiko. Watoto wetu wanakamatwa. Tena sio kwa sababu za msingi na hasa wa kike. Wakati fulani nilikuwa chairperson wa school governing body. Hiyo Law School of Tanzania. Kama DP 3 ni zeno. Mimi ndo niliondoa mambo ya academic yale tukaleta watu wa kusaidia kawaida nani. Tunachotaka sisi ni practicals. Ndio maana hawa vijana wanaosoma Institute of Judicial Administration Lushoto wanapoenda chuo kikuu afu akaja pale mara nyingi wengi wanakilia mapema sana hapo hiyo shuleni. Could you see the difference? Na ndio maana Mheshimiwa Mwambukusi amesema wale makarani mahakamani wakati fulani wanajua zaidi kuliko mawakili, yuko na mheshimu. Na mimi kwa kutambua hivyo wao makarani nimewapa exemption kwa sababu jamaa wanaishi na mahakimu, wanaishi na majaji, wanafanya kila kitu. Ila hawataenda kupractice, wataenda kuwa mahakimu na nafasi nyingine za nani. Sisi kama tunajifunza kutoka kwao. Kwani law school haipaswi kufundisha substance ya law, inapaswa kufundisha procedure. This guy live by procedures. Hii sheria nani atakufundisha? Ndio professorship akatuambia bana, sisi tunachowafundisha hapa chuo kikuu sio sheria, substance ya law. Tunawafundisha how and where to find the law. The procedure so much penny. Kila sisi sheria zote duniani tutazishika uzijue hata hapa za Tanzania tu. Hii akili nyingine fadhali. Fadhali hata Mheshimiwa Mwambukusi ametambua kwamba wakati fulani hata video vinawapotosha. So hiyo ya competence nimeichukulia muda ya msingi sana kwa sababu kama taifa wakati fulani tunaumia kwa sababu ya poor competence. Amezungumza kwa uchungu sana Mheshimiwa Mwambukusi. Competence imechukua muda mrefu sana. How can we help tunavyo kubuild competence yetu na capacity? Halafu Mheshimiwa Mwambukusi, we say serious note ni kushukuru tena kwa kuitetea heshima ya mahakama. Kuambia hawa vijana wajiandae. Wanapokuja mahakamani wao wamejiandaa. Nimeona imetuzuka tabia ya hovyo sana. Wakishinda kesi wanasema mahakama iko huru. Wanaisifia. Siku akipoteza kesi wanasema mahakama iko huru. Nani anasema mahakama haiko huru? Hii akili ya hovyo, hii akili gani? Unataka kushinda kesi by blackmailing the court? We won't entertain this. Na hii ya uadilifu wenu inapaswa iende namna gani mna behave kuhusiana na mahakama na proceedings zake. Tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu tulifanya mkutano na wadau na nilisisitiza na niwaambia majaji na mahakimu, yani nitamchukulia jaji, nitakuwa na very low opinion na jaji na hakimu ambaye anaendekeza vitendo vya kuidharau mahakama vinavyofanywa na mahakimu, vinavyofanywa na mawakili na watu wengine, wawe ni maafisa wa serikali au sio maafisa wa serikali. Yani mahakama inafikia hatua mpaka tunaanza kupigana mule mawakili wa serikali wanaanza kupigana mahakamani. Mahakama ya wapi? And then a judge was there. Hata kama umeshatoka iwe reported kwako mumchukulia hatua huyo mtu. Hatuwezi kuwa na double standard ya discipline ya mahakama. Tuna sheria hapa inaitwa the Penal Code, sheria kanuni ya adhabu. Kifungu cha 114 cha hiyo sheria kinazungumza juu ya kosa la kuidharau mahakama. And this particular section is so much comprehensive. Watu wanaenda wanazunguzwa mambo haya hapo. Kesi inaahirishwa, mtukuta mtu anahojiwa na waandishi wa habari naye anajifanya. What is it? Kesi inashindwa na waandishi wa habari ndio ataenda kuamua. Alafu unazungumza vitu ambavyo unataka kuinfluence decision ya mahakama. Alafu ni kama pia
unaweka mahakama into contempt, idharauliki. Uharakati huu hatutautaka, na mimi nita-enforce. Nadhani hata hii sheria advocate sect ninaweza nikaibadilisha hiyo na hizi kesi ziwe triable na mahakama. Wanao kiuka hayo iwe kama ni kosa. Si mmekula kiapo hapo na wasikiliza kwa makini. Yaani hicho mimi nimesikiliza kwa makini sana kile kiapo chenu, hotuba ya naibu mwanasheria mkuu wa serikali na hotuba ya rais wa Tanganyika Law Society. Muende muziishi hizo sheria. Muviishi hivyo viapo. Other things being equal, I think next time tunaenda kuadmit wengine mwezi wa 6. Tutakivari kile kiapo kuwe na accountability. Kiseme kwamba ninyi kiapo chenu cha uadili mko tayari kushtakiwa. That is how we gonna build a discipline kwenye hili taifa. Otherwise hatuwezi kuwa na kitu kama hiki. Kwa hiyo ninyi mtapaswa kuwa proactive. Watu wa kujiongeza, mnashughulikia haki za wateja wenu. Mtapaswa kuwa creative, wabunifu. Mnashughulikia haki za wateja wenu ikiwa pamoja kufanya nini. Lakini mtapaswa kuwa national patriotic. Uzalendo. Ameusisitiza sana Mheshimiwa Mwambukusi kwa namna ilivyoweza kuieleza. Mimi ni wakumbusha. Hili ni sharti la lazima. Na ni la kikatiba. Na limewekwa kwenye ibara 28 ibara ndogo ya kwanza ya katiba, ambayo inasema hivi: kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka ndio sovereignty, mamlaka, ardhi na umoja wa taifa hili. That's where we get in national patriotism. We're going to be patriotic. Hii kazi ya kuwa na sheria, it's not a license ninyi kutokuwa patriotic. Ninyi hampaswi kuwa chemichemi ya vurugu katika taifa hili, uvunjifu wa amani. Alafu kwanza kitu cha ajabu sana, ninyi fani yenu hii, taaluma yenu hii inashamiri na kunawiri pale ambapo kuna utawala wa sheria. Yaani hiyo ndio amewaambia hapa, that is your butter and the bread. Amani kikosekana katika taifa, where you go practice whatever this profession of yours, ni wapi utakapoenda kutekeleza masharti ya nani? There's no rule of law. Utaenda mahakama ya wapi? Mteja gani atakufuata uende kumwakilisha? Kwa hiyo kwa hiki which is a serious note, I would like to advise you, be so much keen to defend the interests of this nation, national interests, to defend the public interest, to defend the interest of justice. Hivyo vitu vitatu. Na sheria zote na katiba zinahusu haya mambo matatu tu. Zinahusu maslahi ya taifa, maslahi ya umma, na maslahi ya haki. And that is it. Nothing else. Hawa vijana wanatoka chuo kikuu hawakupikwa vizuri, wanaenda law school wanashinda pale Sinza. Alafu na matumizi sijui ya artificial intelligence, akili zinaharibika, wanadhani hawawajibiki kwa mtu yoyote. Hii utawala wa sheria uliowekwa kwenye ibara 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hauko pale kama ulembo, kama vikuku na vipini kwenye pua. Ule iko pale ina purpose. Bila utawala wa sheria hakuna ustawi wa taifa, ustawi wa wananchi unaozungumzwa kwenye ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ibara utawala wa sheria umetajwa kwenye ibara 26. Na anayekiuka anachukuliwa hatua, na sio lazima achukuliwe hatua na vyombo vya dola. Wewe mtu yeyote anaweza kumchukulia hatua. Ibara 26 ibara ndogo ya kwanza nasema kila mtu ana wajibu wa kufuata wa kuitii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Kila mtu, hata mimi na hata waheshimiwa majaji wenzangu na ninyi mawakili. Sababu article 2, kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Na wakili Mwambukusi amewasitiza hata hiki, na ndicho mnachofanya.
Sio lazima uwe wakili tu, hata mtu mwingine. Yeye ambaye sio mwanasheria ataenda kwenu wanasheria, mtamtetea. Kulinda. Kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria. Utaratibu uliowekwa na sheria sio kujichukulia sheria mkononi. Kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. That is it. So tunapozungumza uzalendo, mimi nafurahi sana hili limetoka kwa Rais wa Tanganyika Law Society. Maana wengine wanadhaniga hili linatuhusu sisi tu tuloko serikalini, wao hawahusiki. Amezungumza kwa mfano uzalendo kwa ajili ya rasilimali za taifa hili. Kama dola ya United Republic of Tanzania katika international community. Alafu ngoja niwaambieni, hii state of the United Republic of Tanzania ina rasilimali mbili. Rasilimali ya kwanza ni watu. Kwa sababu katika international law hiyo state lazima iwe na eneo la mipaka linalojulikana ambao ni ardhi anyway. Kwamba ardhi hii kwa vipimo vyake ndio itaitwa United Republic of Tanzania. Lakini lazima iwe na functions za kiutawala, iwe na taasisi za kiutawala, taasisi kuu za kiutawala. Una hiyo serikali iliyogawanyika katika hizo mihimili mitatu: executive, legislature na judiciary. Ndio unatuona tuko hapa na katibu wa bunge yuko hapa. Mbali na kuwekwa hizo taasisi kuu za utawala katika dola, watu. Taifa lazima liwe na watu. Amani ikivurugika katika taifa hili, watu wakaanza kuuana, hili itakuwa ni taifa tena? Alafu na ninyi wanasheria mnachochea. Mimi yani hivi mnasomaga wapi? Mimi nimesoma international law na international investment law. Nadhani mnaona hata akili yangu ilivyo nzuri. Sasa tunajua hivi vitu. Kitu cha kwanza sisi wa Tanzania tulinde taifa letu. Na hasa fursa inapokuwepo ya kutatua hayo migogoro yetu sisi kwa njia ya amani, the fursa is there. Serikali imejikomiti kuja na huyo mchakato wa katiba. Why should you so much be so much indifferent and so much pessimistic? Na mimi naambia kwa uzoefu wangu, rasilimali watu ndio rasilimali watu. Dola. Kukiwa na vita hapa, amani ikavunjika, watu hawapo. Mnaniwanaga ninyi watu wanahama, wanakuwa wakimbizi, wamebeba mabegi, mnaona that is no longer a state. Kuna taifa moja jirani hapa mnalifahamu. Hata linaingiliwa tu na sehemu ya nchi yake ile nyingine. That is it. Shida za nani? So mimi niliamini kwamba wanasheria watakuwa watu wa kwanza kuwa sensitive kujua hiki na kushauri watu hawa to behave. Na namshukuru sana Rais wa Tanganyika Law Society kwa hicho alichokifanya leo. Kwa sababu ninyi mnajua sheria, mnajua utawala sheria, ni tofauti na watu wengine mitaani. Vyuo vikuu sisi tulikosoma na hasa chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati ule wa migomo. Migomo ile ilikuwa inaongozwa na watu wawili. Wanasheria wanapanga mikakati ile, wanajua pa upenyo pako wapi, na watu wengine wa ku-execute wahandisi. Sasa ninyi wanasheria, tumaini langu ni kwamba mimi naongea na ninyi kama mlezi wenu. Naongea na ninyi kama mlezi wenu, lakini kama kiongozi ambaye ina maslahi ya ustawi wa taifa hili. Nimeshawaambia ninyi ni wapi mtakapoenda kupractice hiyo taaluma yenu. Kama hakuna utawala wa sheria, it's not there. Kama wazazi wenu hawafundi huko, mimi nimewafunda leo. And then objectivity, unapaswa uwe objective. Sio unabuni vitu tu hapo na nini.
kama kesi ya kwako umeulizwa na jaji, umeulizwa na hakimu, ama hoja imeletwa na wakili wa upande mwingine, unaona kabisa kuna anachokisema ni kweli, just admit it. Kuwa objective tu. Mwanasheria hapaswi kuwa subjective, anapaswa kuwa objective. Kwa leo, lakini kuna moja la mwisho, accountability. Na haya yote niliyokuwa nazungumza yote yana zero in kwenye issue accountability. Ujitambue kwamba wewe ni accountable kwa nani? Accountable kwa mteja wako, accountable kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, and nothing else. Na hizi accountability zilizowekwa tena imewekwa kwenye katiba. Wajibikaji. Na muona kwenye hii dira taifa ni kipaumbele cha 3, wajibikaji. Sasa ibara ya 25 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi, ibara ndogo ya kwanza: kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii. Hiyo kazi yenu mnaenda kufanya pamoja na hiyo ya kwenu ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Amesitiza sana Rais wa Tanganyika kipimo cha utu, na naibu mwanasheria mkuu wa serikali msikia kwenye salamu yake akizungumza juu ya kazi na utu. Na kila mtu anawajibu wa A, kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali na uzalishaji mali, na B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Ninyi malengo yenu yote yamewekwa na sheria. Gona mjitume na muwe waaminifu. Na hafu mimi na waheshimiwa majaji, nadhani waheshimiwa majaji hawa ni watu wema sana. Ninavyoona yani mengine naonaga mnawafanyia pale. Basi lakini kwa ushauri huu wa Mheshimiwa Mwabukusi nadhani mtaishi haya mambo. Sasa hizi ni sifa za msingi 8 ambazo zitawezesha muendelee kuwa na akili nzuri, na mimi naona karibu ninyi wote mna akili nzuri. Msinge kuwa na akili nzuri nisinge wa admit kabisa. Ninyi mna akili nzuri, muendelee kuwa na akili nzuri. Kwa kuwa na hizi sifa ambazo nimewashirikisha, lakini na kila ambacho pia mmeshirikishwa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali na Rais wa Tanganyika Law Society. Sasa pamoja na hayo, katiba hii inahimiza pia usuluhishi. Ibara 107 capital A, ibara ndogo ya pili D. Sasa kwa ninawashauri, na hata kanuni ya 20 ya kanuni za maadili zenu inayoitwa The Advocate Professional Conduct and Etiquette Regulations za mwaka 2018 amezirejea vizuri Mheshimiwa Mwabukusi. Inaelekeza kwamba muwashauri na kuhimiza wateja wenu kuafikiana au kusuluhisha migogoro kila inapowezekana kwa misingi ifaayo. Sasa baadhi ya mawakili, sio ninyi, maana leo ninyi ndio mnaapishwa, wao madi kumeona hela yeye ndo wa kwanza, hai kesi atapoteza huyu mtu, anataka kupata hela ya dhuluma, hiyo haitakusaidia. Kesi nyingi zingeendelea kuisha zikamalizika. Lakini baadhi ya mawakili wetu wanawazuia wateja kuanzisha au kuendeleza kesi zisizokuwa na manufaa au misingi. Hiyo acheni ninyi, msiwe na tabia hiyo. Na sisi huku mahakamani tutakuwa wakali sana. Na tumechukua hatua, hatutaki mahakamani kuletwa kesi kuegesha. Na katika kutekeleza dira ya mahakama, haki sawa kwa wote mapema ipasavyo, timely justice for all, tunachukua hatua na mikakati ya kufanya mashauri yaamuliwe mapema ipasavyo ili haki ipatikane mapema ipasavyo. Na hiyo itaondoa pia, pamoja na mengineyo, inadhibiti hizi changamoto mbili nilizozitaja hapa. Na mahakama inakuwa sehemu ya kwenda kuegesha kesi.
Hiyo hatutakubali. Na katika kikao tulichofanya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu, na wadau wote Tanganyika Law Society wakiwepo. Namuona hapa CEO wa Tanganyika Law Society. Wakili Mwabukusi aliwakilishwa na chapter convener wa hapa. Tuliwaambia sisi tunachukua hatua za kushughulikia mashauri ya kiuchumi. Mashauri hayo yaliyokuwa yameiva, mashauri ya msingi, mashauri ya rufaa, mahakama kuu na hata mahakama za mahakimu, yalikuwa na thamani ya fedha za kitanzania trilioni 9.4. Na haya mashauri ya kiuchumi hayo ni mashauri ya ardhi, mashauri ya kibenki, mashauri ya kodi, mashauri ya kibiashara. And this was 45% ya budget inayopangwa kwa ajili ya maendeleo. Kwa mkutano huu ulikuwa kuwashirikisha wadau wetu. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa serikali alikuwepo Attorney General mwenyewe, alikuwepo governor, alikuwepo Wizara ya Fedha, Tume ya Mipango na taasisi nyingine zote wadau. Kwamba sisi tumeliona hili tatizo. High Court wao walikuwa na mahakama ya rufaa walikuwa na mashauri 307. Walikuwa 305 wakati ule by tarehe 30 mwezi wa 9. High Court yalikuwa nadhani 1220. Huku Court of Appeal aliongezeka baadaye mawili akawa 307. Tumewafanyia utaratibu wa kuyasikiliza hayo mashauri yote. Right now tuko katika mashauri yote yapatayo 1527. 72% yamesha kamilika kusikilizwa. Na tunaendelea. Mahakama Kuu iko kwenye sessions, Court of Appeal iko kwenye sessions. Matumaini yetu ni kwamba ifikapo tarehe 12 tunapo break, hizi sessions zinapoisha, na kwa High Court tarehe 15 Disemba, tutakuwa tumepiga hatua kubwa na kazi inaendelea vizuri. Tunaondoa hii akili ya kuja kuegesha mashauri mahakamani, wateja wenu wanahangaika, kodi zinapaswa zilipwe, hazilipwi, kila mtu mwenye haki apate. Sisi tunachotaka tu kesi zisikilizwe, zimalizike. Haijalishi kwamba ili mradi iamuliwe kwa haki. Kwa hiyo mahakama hapata kuwa pa kuja kuegesha kesi. Na ninachotaka kulipoti kwenu ndugu mawakili ni kwamba nichukue hatua hii pia kumpongeza Tanganyika Law Society. Wasaidizi wangu wameniambia Tanganyika Law Society, maana mawakili wao wametoa ushirikiano mkubwa sana, na ndio maana hata kesi zinaendelea. Vile visingizio vya kuahirisha kesi vimeisha. So if we're gonna keep up this, taifa hili litaendelea kuamini sana, na mtaongeza confidence ya wateja wenu na mambo yataenda. Sasa kuna mambo ambayo ningependa kuwashirikisha. Tangu mwezi wa 7, katika kutekeleza majukumu yetu ya mahakama na hasa haki inayopatikana kwa wote mapema ipasavyo, tumechukua hatua mbalimbali. Moja, kwa ajili ya kuimarisha ufanisi, kuimarisha haki inayopatikana, upatikanaji wa haki mapema ipasavyo, kudhibiti mianya ya rushwa na kudhibiti urasimu. Kwa hiyo tumetunga kanuni kadhaa ambazo ninyi ambao sasa mnakuwa admitted kwenye role ya advocates pengine hamkujua. Tunalazimika tuwasomee hapa ili ziwasaidie mnapoenda kufanya kazi huko. Moja, tulitunga jaji mkuu amepewa mamlaka ya kutunga hizi kanuni. Lakini ni mahakama, huwa hafanyi yeye peke yake. Anawashirikisha majaji wenzake na wataalamu wengine, na kuna kamati.
Kwa tulitunga kanuni za idadi ya watu wanaopaswa, majaji wanaopaswa kusikiliza kesi za makosa ya uhujumu uchumi. Inaitwa an instrument for determination of judges to serve in the corruption and economic division of the High Court. Na hii ilikuwa government notes number 9330 ya mwaka 2025 iliyochapishwa tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2025. Hii utaratibu uliokuwepo ni kwamba ile mahakama inakuwa na jaji mmoja, mahakama division ya economic corruption and economic division, au idadi ya majaji wengine kama ambavyo jaji mkuu atakavyoamua. Tunataka kupeleka huduma zetu kwa wananchi na kuharakisha haki. Kwa hiyo kwa kanuni hizi tulisema kila jaji wa High Court awe na mamlaka ya kusikiliza mashauri haya ya uhujumu uchumi popote yalipo. Yaliyoko Sumbawanga, yaliyoko Mtwara, yaliyoko Msoma na yaliyoko popote pale, ili kuharakisha hizi haki patikane kwa watu. Na hii inasababisha watu wapate haki zao tu mapema. Lakini anabaki jaji mfawizi wa hiyo division, anabaki kuwepo na mamlaka yake ya kiutawala. Lakini tumetunga kanuni zinazoitwa the Judicature and Application of Rules, Defense Entitlement to Prosecution Evidence Rules za mwaka 2025. Hii ni government notice namba 597 ya mwaka 2025. Kanuni hizi zinaiwezesha mahakama na washtakiwa katika mahakama za hakimu kazi na mahakama ya wilaya nao wawe na ushahidi wa upande wa kesi za mashtaka. Maana ilivyokuwa ni wao walikuwa hawana, hakimu hana, mshtakiwa hana. Kwa utaratibu huu wa sasa, kabla ya kesi kuanza kusikilizwa, wanapaswa wawe wamepewa. Na hapa ambacho tumekifanya hiki imeleta, na hii pia imechangia kuleta uwazi, lakini imedhibiti ubambikizaji wa kesi, imeleta ubora katika kupeleleza, kuamua kesi ya kwenda mahakamani, ubora katika mashtaka na kudhibiti pia vitendo vya rushwa. Kwa hiyo, lakini lengo letu ilikuwa ni kukizi masharti ya katiba, ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza inayohusu usawa mbele ya sheria. Ibara hii inasema hivi: watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanao haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Upractice ilivyo mahakama kuu ni kwamba jaji au mahakama inakuwa na ushahidi wote upande wa mashtaka. Mshtakiwa na wakili wake wanakuwa na ushahidi wote upande wa mashtaka. Kwa hiyo huku haki inatendeka kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi na kwa ubora zaidi kuliko hivi ambavyo ilikuwa inakuwa. Na matokeo ya hii ni kwamba faida zake, manufaa yake ni kwamba imeleta wazi katika uendeshaji wa mashauri, na kama nilivyokwisha kusema, imeimarisha hata ubora wa upelelezi, ubora wa maamuzi ya kwenda kesi za kupeleka mahakamani, ubora wa uendeshaji wa mashauri. Lakini pia inadhibiti mianya ya rushwa na ubambikizaji wa makesi. Na matokeo yake ni kwamba mashauri yamepungua sana kwenye mahakama za wilaya na mahakama za hakimu kazi. Kanuni nyingine ambazo tumezitunga ni the Judicature and Application of Rules, Panel Constitution Rules 2025, Government Notice number 541 2025. Hizi ni kanuni ambazo zinamwezesha jaji mkuu katika mashauri ambayo yana complex legal and factual issues. Akiona inafaa anateua panel. Kesi ambayo ingesikilizwa na jaji mmoja anasema isikilizwe na majaji watatu, ili kuimarisha tu ubora wa maamuzi. Lakini pia tumetunga kanuni zinazoitwa the Judicature and Application of Rules, Constitutional Petitions Practice and the Procedure Rules za mwaka 2025, GA namba 540 ya mwaka 2025. Kuna mashauri ya kikatiba
yanayoangukia ibara ya 12 hadi ya 29. Haya yana utaratibu wake kwa mujibu wa sheria inaitwa the Basic Rights and Duties Enforcement Act. Yatasikilizwa na majaji watatu na umewekwa utaratibu pale. Hatukuwa na utaratibu au kanuni zinazogovern mashauri mengine yanayoletwa chini ya ibara nyingine za katiba, na hasa yanayoletwa chini ya ibara 108 ya katiba. Na matokeo yake kesi zile zilikuwa nasikilizwa na jaji mmoja, lakini nyingi ya hizo kesi zinazoletwa chini ya ibara 108 unaona kama ni kesi za kisiasa hizi zinabeba settlements na nini. Kwa hiyo tulichokifanya tukasema mtu mmoja huyu tumuongezee wengine wawili. Kwa hiyo hizo kesi za kikatiba zisizoangukia kwenye Basic Rights and Duties Enforcement Act nazo zitasikilizwa na majaji watatu. Na ninyi mawakili mnaopenda kuchukua kesi za kikatiba na kuzipeleka mahakamani wakati nyingine hazina vichwa wala miguu, mwende mjiandae vizuri mbele ya hao majaji. Maana jaji mmoja unaweza ukajaribu kumdanganya pale, lakini majaji watatu wote kuwadanganya kuna kazi. Tumefanya hivyo kuleta transparency, kuimarisha transparency, lakini na kuenhance quality ya decision making kwenye mashauri kama hayo ambayo ni mashauri ya msingi sana. Lakini tumetunga kanuni nyingine zinazohusu masuala ya mirathi katika small estates. The Primary Court Administration of Estates Amendments Rules, Government Source number 428 za mwaka 2025. Hizi kanuni zimewekwa, tunataka moja ya faida hizi kanuni ni kupunguza urasimu katika masuala ya mirathi na kuimarisha uwazi katika masuala ya mirathi na kudhibiti matumizi mabaya ya fedha za mirathi za marehemu. Na kwa kanuni hizi tunaanzisha accounts za mirathi. Kwa zile fedha zinawekwa kwenye account, baada ya kuziweka kwenye account ya mahakama, wanafungua wasimamizi wa mirathi wanafungua account kwenye mabenki. Zinaitwa mirathi accounts. Na hii inawezesha hawa jamaa wanaojiita wasimamizi wa mirathi wasiabuse mali za wale marehemu. Maana nao walifanya mtaji, na ukitaka kuchukua fedha humo mpaka kwa kibali cha mahakama. Lakini kingine ambacho tumefanya na hizi kanuni zinaendana na zile kanuni nyingine za mashauri makubwa ya mirathi ni kwamba sheria iliyokuwepo ni kwamba matangazo ya mirathi yalikuwa yanatangazwa kwenye gazeti la serikali peke yake. Sasa gazeti la serikali linatoka mara moja kwa wiki. Na anayelisoma ni nani? Anayesoma nakuta wengine wenye vipara ndio wanasoma hilo magazeti. Yaani wale wako kwenye taasisi za umma. Wananchi wa kawaida wanasoma magazeti. Kwa hiyo tumediversify. Hizi mirathi zitatangazwa pia katika magazeti haya ya kawaida ya kila siku. Tunaleta wazi. Na mirathi, ngoja niwaambieni, mawakili amesema hapa Mwabukusi, mawakili wanaoshiriki kuhujumu wajane na wagane kwenye mirathi wanalaana. Kama kuna watu wanalindwa sana na Mungu ni hawa wajane, yatima, maskini na watu gani? Alafu wewe ndio wahujumu wetu, unataka kununua vigari vinaitwa vivitis. Utakuwa salama? Hizi kanuni zinaendana na kanuni nyingine, the Probate Amendment Rules za mwaka 2025, Government Notice number 429 ya mwaka 2025. Maudhui yake ni kama nilivyosema hizi kanuni nyingine. Alafu kanuni za mashauri ya uchaguzi zimetungwa hizi na tukazifanyia mabadiliko na ikatolewa revised edition. Hizi zinapatikana kwenye Government Notice namba 637B ambazo zilitangazwa tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na sambamba na hizo kanuni za mashauri ya uchaguzi wa wabunge, tangazo la serikali namba 637B la tarehe 28 mwezi wa 10 2025. Hizi zinawasaidia. Sasa hivi yamefunguliwa mashauri ya mirathi. Tulipofanya amendment tulichokifanya, tukasema ili kanuni kuwa user friendly, tuzitengeneze revised edition. Ili mtu anaposoma asome zile kanuni comprehensively bila kulazimika kwenda sijui kutafuta sijui amendment iko wapi. Kwa hiyo Attorney General kwa mujibu wa ile sheria inaitwa the Law Revision Act akazigazeti tarehe 28 mwezi wa 10. Na kwa nini? Baada zile kanuni kutungwa, tulifanya
seminar, workshops kwa mahakimu, kwa majaji wa ngazi zote, na hata mawakili wa serikali nao walifanya hizo seminar. Tukaona pale, tukapokea mashauri ya kuziboresha. Kwa hiyo ni kanuni bora zitawasaidieni ninyi mtakao upata fursa ya kuwakilisha hawa watu waliofungua mashauri yao mahakamani. Lakini pamoja na hiyo tukatunga kanuni za marekebisho tukarekebisha kanuni kwenye hii sheria mwenendo wa mashauri wa madai, the Civil Procedure Code, amendment of the first schedule rules, government notes number 569 za mwaka 2025. Kwenye hizi kanuni kuna mambo mawili. Moja ni swala la execution za decree, kwa Kiswahili wanahitaji kukazia whatever hii kwenye mahakama kuu utaratibu unajulikana, anayesimamia utekelezaji wa hizo decree tuzo ni msajili, deputy registrar. Utaratibu unajulikana mahakama kuu. Lakini mahakama subordinate courts, mahakama za mahakimu hizi, ilikuwa inatajwa tu kwamba ni court. Sasa court ni kila mtu aliyoko pale. Kukawa na abuse ya hizo execution na ukawepo na ufisadi. Tulichokifanya tukasema atakaye execute, atakaye simamia utekelezaji wa tuzo ya mahakama, hiyo decree, kama ni mahakama hakimu mkazi, atakuwa ni hakimu mkazi mfawidhi, au hakimu mwingine ambaye atamteua yeye anayemwaminika. Tunataka liability iwe kwake yeye mwenyewe, watawajibishana wao wenyewe pale. Kama atateua mtu ambaye akili yake sio nzuri, watajuana wao wenyewe, kuliko kumwachia jaji mkuu. Exactly that is the same kwenye mahakama za wilaya. Hakimu mkazi mfawidhi wa wilaya, yeye ndo atasimamia utekelezaji wa hiyo tuzo. La sivyo atateua hakimu mwingine anayemwamini. Waketiwana kwa njama, likaharibika, litawafia mikononi mwao na wataajibika wote. Lakini kanuni hizi pia, hizi zinazotaja government notice hiyo, imeleta summary procedure kwa mashauri ya pension. Mifuko ya PSSF hiyo watumishi wa serikali kuu, na mifuko hii ya watumishi wengine NSSF. Waajiri wamekuwa hawapeleki michango ya waajiri wao. Fedha wanakusanya hawapeleki. Mtu anastaafu, anaenda pale kwenye pension, anasema hakuna, walikuwa hawaleti. Alafu na ile pension sijui waga zinarau usingizi. Kwa nini mlikuwa mwadai? Nimeorodhesha, kila siku mnawakagua na mna vitengo mnaita vya inspection. Hii dhuluma hii sijui inatokaga wapi? Alafu jamaa akija mahakamani, unakuta wana sheria wanazungumza na Kiingereza kingine kizuri, kingine kibovu. Wanasema maneno mengi. Sasa tulichokifanya kubadilisha kwenye hizi kanuni, mashauri haya ushahidi upo, ni kwamba yatashughulikiwa chini ya utaratibu wa summary procedure, utaratibu wa mfupi, sio sijui na vitu gani. Na ukitaka usikilizwe, itapaswa udeposit how much, unapaswa udeposit fedha yenye thamani isiyopungua 50% ya deni unalodaiwa. Sasa hizi kanuni zilianza kutumika zilitangazwa government notice ya namba 569/2025. Nadhani zimeanza kutumika mwezi wa 9. Hii tarehe hapa nimesahau kuweka. But ninyi you can google this one kwenye website za Attorney General, za Solicitor General, kwa CPD, kwa nadhani government printer pia mnaweza kuzi-access hizi sheria. Zitawasaidia. Tunataka hawa watu wanaofanya kazi michango yao iende. Wakati fulani nilisema nadhani ni kosa la uhujumu uchumi. Wao fedha umekusanya, halafu uzipeleki. Umezipeleka wapi? Unazitakatisha au unazifanyaje? I think the Director of Public Prosecution is gonna be keen on this one. Hivi katika hali ya kawaida, wengine tunakuwa mpaka tunafanya kazi, tunaota na vipara, afu tunastaafu,
Alafu unaenda pale upate mafao yako, anakuambia mzee hayapo. Si unadondoka hapo. Mnawadanikizaje hao watu? Na huku kazini tulishapata na BP na vipara tumeota na makunyanzi, sura zimekuwa tena sio nzuri. Kwa hiyo tuliona tuwashirikishe haya, na kwa haya niliyoyasema mimi nikiwaunga mkono Mheshimiwa Mwambukusi na Mheshimiwa Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa mara nyingine tena ninawapongeza ninyi wahitimu kwa kufikia hatua hii. Ninawatakieni kila laheri katika maisha na utumishi wenu. Tulivyolelewa sisi, tulifundishwa kuwaheshimu watu wazima na wanapotushauri. Na nilipokuwa nasoma kulikuwa na methali nadhani kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika, na asiyefunzwa na baba yake hufunzwa. Sisi kama viongozi wenu, wazazi na walezi wenu, tumechukua hatua hii kutekeleza jukumu letu kama viongozi, lakini kama wazazi wenu, kama walezi, kama ndugu zenu, jamaa zenu, lakini kama Watanzania wenzenu. Hayo tuliyozungumza na mpaka mimi nikatoa jasho sio madogo. Watu wazima wa umri wangu, nimemwona mama yangu pale. Watu wazima wa umri wangu na umri mwingine wanaonizidi, wao huwa wana tabia moja nzuri sana. Huwa siku zote wanapenda kubariki watu. Kwa hiyo hata mtu mzima anapokushauri nia yake ni njema, anataka ubarikiwe, uwe na baraka. Ukizipuuza huo ushauri, na hasa kama ni washauri wa maana wa kisheria na halali, utakuwa wewe mwenyewe unajitafutia tatizo na hautakuwa na wakumlaumu. Kwa hiyo niombeni mzingatie ushauri tuliowapatia leo, aliopatia Mheshimiwa Mwambukusi, aliopatia Mheshimiwa Maneno. Rais wa Tanganyika Law Society na Deputy Attorney General respectively, na ushauri ambao nimewashaurini nini. Niwashukuru ndugu wageni wetu mliotenga muda kuja kujumuika na sisi. Miongoni mwenu yupo katibu wa Bunge, ndugu Leonard Baraka. Tunao waheshimiwa majaji nimeshawataja. Mheshimiwa Jaji Kibera, Mheshimiwa Jaji Mwaimu. Tunawashukuruni sana, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Ninyi wazazi, ndugu na jamaa na watoto mlioambatana na hawa wapendwa zenu, tunajua mmefanya hivyo kwa sababu mna mapenzi makubwa kwa ajili yao, lakini pia pengine mmewekeza kwa ajili yao hata kuwawezesha kufikia mafanikio haya. Nanyi Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Na tunawashukuru sana kwa pia kuona umuhimu wa kuja kujumuika nao na kuifanya sherehe hii iweze kuwa ya muhimu na kufana kiasi hiki. Lakini muendelee kuwa walezi wazuri kwa hawa watoto wenu, na wengine ni watu wazima sasa, lakini mmewazaa, ni wazazi wenu, ni ndugu zenu na kadhalika. Tunataka kuendelea kuwa na taifa la watu ambao wanawajibika, responsible citizens of the United Republic of Tanzania. Na sisi kama wazazi tunawajibu. Mkiacha kuwahimiza na kuwafundisha na kuwalea, yakiharibika hasara kwenu nini. Na sehemu fulani katika zile sheria, zile principal legislation, kuna sheria inazungumzwa pale. Nadhani sheria ya 5. Waheshimu baba yako na mama yako ili upate heri na kuishi miaka mingi duniani. These parents of yours, they might have sacrificed a lot. Wanaweza kuwa wamejitoa sana kuwawezesha ninyi mfikie hapa mlipofikia. Na wengine ni mama zenu. Mama zetu wale wanahangaika, matumboni mwao tunakaa miezi 9 alafu tukiwasumbua mo tumboni. Ndio maana wanaugua.
Halafu tukishazaliwa, hasa vile vinavyotoka Kigoma na Bukoba, vinalialia, vinasumbua mama zao. Lakini wanakuvumilia. Unafika mpaka hapa, afu unafika hapo unajifanya mimi Nshomile ya wapi? Itapaswa muendelee kuwaheshimu na kuwajali na kuwathamini. Mila zetu za Kiafrika extended families hizi ni za maana sana. Extended families. Mimi kila wakati siku nizungumza tarehe 3 mwezi wa 7 niwaambia umuhimu wa extended families. Ndio unawafanya wote wengine wanakuja leo hapa. Wengine wala hata mkusomeshwa na wazazi wenu, mmesomeshwa na kaka zenu, dada zenu. Gonna respect this and take it seriously. Kwamba ni watu muhimu katika jamii, majirani zenu na Watanzania wote. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa majaji, kwa mara nyingine tena niwashukuru sana kwa kutenga muda wenu kuja kuniunga mkono kwenye jukumu hili kubwa sana la kitaifa. Najua majaji wengi wa Court of Appeal mko kwenye session mnaendelea, na majaji wengine wote wa High Court wako kwenye session mnaendelea, lakini mmelazimika kuja kuungana na sisi. Sisi tunashukuruni sana. Mheshimiwa Hamidi, Jaji Mwalija, tunakushukuru sana. Najua ulikuwa kwenye session kula Arusha na unaendelea, lakini umetenga muda wako kuja kujumuika na sisi. Lakini umuhimu naona wa ninyi kuwa na sisi, kwa sababu ninyi kama viongozi ndio mnawasimamia hawa jamaa. Hawa jamaa, nadhani ushauri wangu kwenu ni kwamba nadhani tuwe wakali zaidi kwa jamaa, ili akili za jamaa ziwe nzuri. Maana hata sisi akili zetu kuwa nzuri hivi tulichapwa viboko hivi. Kwa hiyo lakini majaji ni watu wenye hekima sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana Mheshimiwa majaji. Aendelee kuwabariki katika maisha yenu, katika utumishi wenu na shughuli zenu. Watumishi wote wa mahakama, wana sheria kwa maana judicial officers, na watumishi wote wa mahakama wasio judicial officers. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana watumishi wote wa afisa wa mwanasheria.